Karibu tena Jack Media TZ. Leo tunaangalia jinsi ya kutuma maombi ya cheti cha kuzaliwa katika mfumo wa RITA. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa umejisajili katika mfumo wa RITA na uwe na akaunti yako, na kisha tunaenda kusign in kwenye mfumo. Utajaza email yako na kisha utajaza password yako ambayo ulitengeneza wakati unasajili akaunti, na baada ya hapo utasign in. Baada ya kuwa umesign in, mfumo utafunguka na utauona kama unavyoonyesha dashboard. Itakuwa imeonyesha neno welcome to win, hilo ni jina la mtumiaji, lakini utaona birth iko 0, death iko 0 na taarifa zote zinaonekana 0 kwa sababu hujawahi kufanya. Lakini sehemu ya pili ni birth services. Hapa kuna pending, lakini kuna submitted application. Sisi bado hatujasubmit chochote na wala hatujafanya application yoyote, lakini kipengele cha mwisho ni death services. Hapa utahusika na kufanya maombi ya vyeti vya kifo. Na baada ya hapo tutarudi kwenye kuomba cheti kipya. Tutabonyeza birth services na tutaenda start a new application pale kulia, na kisha itafunguka, na kisha tutaenda new birth certificate kwa sababu tunataka kuomba cheti kipya. Kisha mfumo utafunguka na utakuletea taarifa za cheti kipya. Utajaza taarifa za mtoto unayemwombea, na hizi hapa ni taarifa ambazo unapaswa kuwa nazo mwanzoni, lakini mara nyingi wengi wanakuwa na kitambulisho cha mpiga kura au hawana kabisa kwa sababu bado ni wachanga. Kwa hiyo kama hana kitambulisho, hana tangazo, hana passport number, iruhusu not available ifanye kazi. Na hapo tutaenda kujaza child personal information, na tutajaza jina la kwanza, tutajaza jina la pili, na kisha tutamalizia jina la tatu. Kuna sehemu ya other names, kama una majina mengine utaweka, lakini kama hauna utaendelea na jinsi, utaweka female au male kama ni kutegemea na jinsia yake. Lakini kuna date of birth, utajaza tarehe, mwezi na mwaka aliozaliwa mtoto. Lakini kuna sehemu ya namba ya simu, utajaza namba yake ya simu. Kama hana, utajaza namba ya mzazi kama mbadala wa namba ya mtoto. Na kisha kuna sehemu ya email, utaweka email yako kama unayo. Kama hauna utaiacha na utaweza kuendelea. Kuna occupation utajaza. Mara nyingi hapa huonesha kama ni mkulima, kama ni mvuvi au ni mwanafunzi, itakuelekeza na utaweza kujaza. Sisi imetuambia minor, kwa hiyo bado ni mchanga sana, hatuwezi kujaza taarifa zingine. Kwa hiyo tunachoenda kujaza tena ni taarifa zinazofuatia, na hapa kuna education. Kwa hiyo kama hajasoma utaandika never studied, na kama amesoma utaandika taarifa zake ni sekondari au ni primary. Na kinachofuata ni born alive, unaulizwa alizaliwa hai, tunasema ndio, na tunaendelea na taarifa zetu. Kisha tutaenda country, nchi alimozaliwa, lakini tutaandika mkoa aliozaliwa, tutaandika wilaya, tutaandika kata, tutaandika mtaa alimozaliwa, lakini utaandika alizaliwa mapacha au alikuwa single. Lakini kuna place of birth
kama alizaliwa hospitali utajaza, kama ni nyumbani utajaza, na kama ni nyingine ambayo ni adha utajaza. Lakini baada ya kujaza, kama alizaliwa hospitali, mfumo utakupeleka kwenye eneo la hospitali alikozaliwa na penyewe utapaswa kupajaza. Kisha itakupeleka sehemu ya kujaza uzito wa mtoto aliozaliwa nao, utajaza. Kisha utaulizwa aliyemhudumia, tutaweka ni nurse, kama ni nurse, kama ni daktari utaweka. Lakini child place domicile, hapa ni makazi ya mtoto unayemwombea. Kama ni Tanzania utajaza mkoa, wilaya na kata anayoishi. Kisha utajaza mtaa anaoishi, na mwisho utajaza nationality, yani utaifa wake, yeye ni Mtanzania au ni mtu wa nje utajaza. Lakini mara nyingi mfumo unajaza kwa wale ambao ni wa Tanzania. Baada ya kufikia hapo sasa, tutaenda katika hatua inayofuata. Utabonyeza continue kama umemaliza kujaza taarifa zako zote, na itatuletea taarifa za mama. Hapa pia hatua ni zile zile kama ulivyojaza kwa mtoto, lakini huku tunajaza taarifa za mama. Hapo kama ana mpiga kura utajaza kitambulisho cha mpiga kura na namba yake. Kama hana utaiacha wazi au utaandika not available. Na taarifa za mama tunaanza kujaza jina lake la kwanza, jina la pili na jina la tatu tutajaza. Kisha tutajaza tarehe ya kuzaliwa. Baada ya kujaza tarehe za kuzaliwa, tutaweka nambari ya simu ya mama tutajaza. Kisha email utajaza kama yuko nayo, kama hana inaruhusu uiache. Na tutaenda sehemu inayofuata. Taarifa za baba ndizo zinazofuatia na hatua ni ile ile kama unavyojaza hatua ya mama. Muhimu tu ni kujaza taarifa za baba.
Baada ya kuwa umejaza taarifa za baba kama ulivyojaza kwa taarifa za wengine, utabonyeza continue na itakuja sehemu ya informant info. Hapa ni mtoa taarifa ndiye tunajaza taarifa zake. Kwa hiyo ukienda hapo utachagua ni wewe, ni mama, ni baba au ni mwingine. Sisi tunaweka mama kwa sababu ndiye anayetuombea cheti cha kuzaliwa. Na baada ya kumjaza, kama tayari ushamjaza, taarifa zake zitakuja zikionekana hapo. Kama hujamjaza, itakupasa ujaze hizo taarifa. Baada ya kukamilisha taarifa za mtoa taarifa, utabonyeza continue na itakupeleka pick up office. Unahitaji cheti chako ukakipokelee wapi? Utajaza mkoa, wilaya na ofisi za RITA zilipo. Kama zipo kwenye hiyo wilaya ya uliojaza, kisha utabonyeza continue na itakuleta sehemu ya attachment. Kwenye attachment hapa kuna attachment nyingi, lakini mfumo unatuambia at least 2 attachment. Kwa hiyo unapaswa kuwa na attachment kuanzia 2 kuendelea, ndipo unapoweza kuruhusiwa kukamilisha hiki kipengele. Kwa hivyo utatiki cheti ulichonacho, kama ni kadi ya kliniki, kama ni cheti cha falaki, kama ni kitambulisho cha kupiga kura utaweka. Baada ya kuwa ume upload taarifa za vyeti na vitambulisho, sasa kinachofuata ni kuendelea ili uweze kupata control number. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya hatua nyingi zaidi. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefikia hatua ya kupata control number, ambayo ukishalipia basi utaweza kupata taarifa za kile kinachoendelea katika mfumo.